Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine habari unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans, kwa kile ambacho kimeweza kujili kwa siku ya leo juu ya taarifa kuhusiana na kocha wao. Hapa nazungumzia kocha Mirudi Amdi. Kuna taarifa ambayo imeweza kutolewa leo ambayo mimi nimekusogezea hapa, utakwenda kujua sababu ni nini ambao Young Africans wameweza kufikia huko ambako leo hii kumeweza kutangazwa na kuweza kutolewa rasmi kama taarifa ambayo kila mmoja angepaswa kuweza kuijua. Na mimi nikaona sio vyema kabisa uweze kupita wakati sehemu pekee pa kuweza kupata taarifa kama hizi ni hapa Wina Media. Kwa hiyo utaenda kuipata mwanzo mwisho taarifa kamili na ripoti yote ambayo kimejili huko katika makao makuu ya Young Africans. Hapa nazungumzia Jangwani, kile ambacho kimeweza kuamuliwa kwa siku ya leo. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambao unaendelea kwa sasa kwenye kikosi cha mabingwa watetezi Young Africans, kwa kile ambacho kinachoelezwa kwa wakati huu. Bana, unafahamu kwamba klabu ya soka ya Young Africans bado wanaendelea na mbio zao za kuweza kufukuzia mataji ambao waliweza kuyachukua msimu uliopita, huku wakihakikisha kwamba wanarudisha mataji yao na kuendeleza pale ambapo walipoishia. Sasa unafahamu ya kwamba safari hii ya kwenda kutoa taji la ligi kuu ya soka Tanzania bara na kombe la FA haikuanza kwa kocha Mirudi Amdi. Safari hii ilianzia kwa kocha Miguel Gamondi ambaye alianza na kikosi cha Young Africans vizuri kabisa, wakiwa na matumaini ya kumaliza pamoja, lakini mambo yakaenda kombo tofauti na vile ambavyo kila mmoja alipanga kwamba mambo yaende vipi. Kwa kile kilichoweza kutokea katika maamuzi ya Young Africans, wakakaa chini na kocha Miguel Gamondi pamoja na uongozi wa Young Africans wakaweza kujadili juu ya mustakabali wa kuendelea kwenye kikosi cha Young Africans. Majibu yaliyotoka ni kwamba hakuwa na muendelezo mzuri, hivyo basi kocha Miguel Gamondi, kocha wa boli, akawekwa pembeni. Sasa Young Africans wakaingia sokoni kwenda kumtafuta kocha mwingine, wakampata bwana Sidi Ramoviki, moja kati ya watu makini kweli kweli. Walitoka kwenye kikosi cha Young Africans wakiwa na matumaini makubwa. Safari yake ilikuwa njema, lakini ilikuwa nzuri kwa upande wa ligi kuu, lakini kimataifa haikuwa njema. Akaiacha Young Africans ambayo imetolewa katika mashindano ya kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika, ambako klabu ya soka Young Africans ikadondoka mikononi mwa kocha Mirudi Amdi, kocha ambaye amekuja kuonyesha utofauti kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, akiendeleza dozi nzito, akiendelea kuzigawa kwenye kikosi cha Young Africans, huku akiwa mpaka sasa hajaonja raza ya kufungwa mchezo hata mmoja toka alipoweza kutua kama kocha mkuu wa kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Sasa kutokana na mwenendo mzuri, pengine mashabiki wa soka klabu ya soka Young Africans walijua kwamba wangemaliza pengine msimu na kocha huyu, na msimu unaoanza akafanya usajili na akapewa majembe, pengine Young Africans kutokana na ubora wa kocha huyu pengine ingekuwa mbali zaidi. Lakini taarifa iko tofauti na vile ambavyo wengi tuliwaza hivyo, lakini unaelezwa kwa mujibu wa vyanzo vya ndani ya klabu ya soka ya Young Africans ni kwamba kocha Amdi Mirudi anaondoka kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, kwa kile ambacho kinachoelezwa mpaka sasa, na anaondoka mwishoni mwa msimu huu. Inaelezwa pande zote mbili, hapa nazungumzia upande wa kocha Mirudi Amdi na uongozi wake, na upande wa Young Africans na uongozi wake, wamekaa chini na kuweza kufikia makubaliano ya amani kabisa kwamba mwisho wa msimu huu kila mmoja achukue 50 zake. Inaelezwa pande zote mbili zimekaa na kuweza kutafakari na kuweza kujadiliana kwa vikao kadhaa
na kufikia yale maamuzi. Unaweza ukajiuliza, pamoja na matokeo mazuri anayoyapata kocha Amirudi Hamdi, unadhani kwa nini pande hizi mbili zimefikia hatua ya kuweza kuwekana pembeni, kuacha kuendelea kufanya kazi? Inaelezwa pengine kile kinachowazwa labda pengine mpira wa Yanga ni muhimu alama 3 tu na si mechi kuchezwa, ama ni vipi? Lakini sababu ya pili inasema kwamba timu inavyoshinda wanaojua ni viongozi ama sio ubora wa kocha, kwa sababu kama timu inashinda inamaanisha kwamba uongozi ni bora, ndio maana wameamua kuachana na kocha Amirudi Hamdi, ama ni vipi? Sababu ya tatu, labda kocha afurahishwi na uongozi wa klabu ya soka ya Young Africans, ndio maana labda ameamua kuweza kuomba na yeye pengine kuondoka kwenye kikosi cha mabingwa soka la Tanzania Young Africans. Labda anapangiwa kikosi, pengine ni maswali ambayo yanajiulizwa na mashabiki wengi wa soka, kwa nini kocha huyu aondoke ghafla hivi? Unaona, sababu nyingine unaambia wachezaji wenye ushawishi hawana furaha na wanashinikiza aondoke kwenye kikosi hicho. Sababu ambayo pengine inaweza kutokea, labda pengine wachezaji wenye ushawishi, hapa nazungumzia kama kina Stefano Pacome, Dube huko, wakina Clement Mzinze, Mudathiri Yahya, pengine labda hawafurahishi na mwenendo wa kocha na hawana furaha kwenye kikosi hicho. Kwa hiyo pengine labda wanashinikiza uongozi uachane na kocha huyo. Lakini kama ingekuwa ni hivyo, basi wachezaji wa Young Africans wasingekuwa wanajituma uwanjani, pengine wangekuwa wanafanya makosa ambayo pengine angeweza kumgharimu mwalimu kuonekana si mwenye mwenendo mzuri, na wakaamua kumuondosha. Kwa nini waendelee kupambana? Pengine hii sio sababu ambayo iliweza kumuondosha. Lakini kitu kingine unaambiwa, tangu aje kocha hakuna kitu alichoongeza kwenye timu. Hii ni swali hilo ambalo mashabiki wanajiuliza kwamba pengine labda toka alipoweza kutoa kwenye kikosi Young Africans hakuna alichokiongeza chochote. Kweli ni uongo, lakini kuna mambo ambayo yamebadilika tofauti na ile Young Africans ambayo iliachwa na kocha Miguel Gamonde na Sid Ramovic. Hii ina utofauti. Kwa hiyo mpaka sasa kile ambacho kinachoendelea kwenye kikosi cha Young Africans, wako na kocha wao, lakini ndio hivyo, mwisho wa msimu huu kocha anabeba vilago vyake na kurudi zake ndani ya kule alikotoka. Lakini maoni ya moja kati ya wadau anasema ya kwamba moja kosa kubwa atakalofanya Yanga ni kumfukuza kocha Amirudi Hamdi kwa kipindi hichi ambacho amefanikiwa na kuhakikishia kucheza klabu bingwa barani Afrika. Sababu ni hapa, kocha Amirudi ni moja ya makocha bora sana na wachache ambao wanaweza kusoma mchezo na wajue nini cha kufanya na kwa wakati gani. Pia huyu kocha ana pressure na mchezo wa aina yoyote, lakini pia sio kocha wa kupaniki sana, kwa maana anajua anachokifanya. Lakini pia anaamini katika uwezo wa wachezaji wake, ndio maana anaweza akafanya rotation ya wachezaji na usione kama kuna shida, na hana ile ya kukalili kikosi kimoja ama mchezaji mmoja. Kikubwa ambacho uongozi wa Yanga unatakiwa kukifanya kwa kocha huyu mwenye profile kubwa, hasa katika mashindano ya Afrika na aliyewahi kufikia fainali ya klabu bingwa barani Afrika, ni kumsikiliza anataka nini yeye kama yeye kocha kuhusu mwenendo wa timu kwa ujumla na aina gani ya wachezaji anawataka, na kila kitu anachotaka yeye kocha kwa hapo, unaona bana, ili aendelee kusalia kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Lakini taarifa nyingine ni kuhusiana hiki ambacho kinachozungumzwa juu ya golikipa wa Young Africans. Hapa nazungumzia Djigui Diarra. Mashabiki wa Yanga wamekuwa na pressure kubwa baada ya kuenea taarifa kwamba kipa namba 1 Djigui Diarra anajiandaa kuondoka, lakini kocha mkuu Amirudi ameweka msimamo huku akiwatoa hofu mashabiki yao. Diarra anamaliza mkataba mwishoni mwa msimu huu na inadaiwa anajiandaa kuondoka baada ya kupata dili la maana nje ya nchi ambapo mabosi wameridhia, lakini Hamdi amesema hana taarifa, lakini kama kuna ukweli atakubali haondoke, huko kocha mwenyewe tayari ameshaweza kusema kwamba na yeye anaondoka. Kwa hiyo kumzuia Diarra kubaki ni nani? Kama kocha mwenyewe amesema anaondoka na viongozi wameonyesha nia ya wazi ya kuweza kukubali dili hilo la Djigui Diarra,
kuondoka kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni kuweza kusubiri taarifa kamili kutoka kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, wao watakuja na lipi juu ya haya ambayo yanayoendelea. Ikumbukwe kwamba huu ni mwisho wa msimu, unaelekea ukingoni kabisa, ambapo utaweza kushuhudia story nyingi.